Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mwendelezo wa uchambuzi wetu. Dhoruba kubwa ya kisiasa imekisonga chama tawala nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi almaarufu CCM, kufuatia mivutano ya ndani na mpasuko mkubwa unaohusisha baadhi ya wabunge wa chama hicho walioanzisha harakati za kutaka kuondolewa madarakani kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi. Hatua hii imebadilika kutoka kuwa migogoro ya chini kwa chini na kuwa mjadala mzito wa kitaifa, huku kukiwepo na taarifa za kuandikwa kwa barua na kuwasilishwa kwa ombi maalum kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan likimtaka kumvuta kazi au kumtaka kiongozi huyo wa ngazi ya juu kujiuzulu nafasi yake. Kile kilichoonekana hapo awali kama utofauti wa kawaida wa kimtazamo sasa kimegeuka kuwa mtihani mkubwa wa nidhamu, umoja na shikamano wa kisiasa ndani ya taasisi hiyo yenye nguvu kubwa ya kiutawala nchini. Mjadala huu umeibuka bungeni baada ya kundi la wabunge wa CCM kuhoji waziwazi uaminifu, msimamo na mienendo ya Daktari Emmanuel Nchimbi, wakishauri kuwa kiongozi huyo anapaswa kuachia ngazi kwa hiari yake ili kulinda maslahi mapana ya chama na serikali. Katika mijadala na madai yanayosambaa ndani ya mzunguko wa bunge ama wa wabunge hao na kwenye mifumo mbalimbali ya mawasiliano, Emmanuel Nchimbi amekuwa akituhumiwa kukiuka misingi ya chama, huku wakosoaji wake wakifikia hatua ya kumwita jina la usaliti linalomfananisha ama lililomfananishwa na mhusika wa Biblia Yuda, wakidai kuwa amekuwa akifanya mikakati inayohujumu mshikamano wa ndani wa chama cha CCM. Ingawa hatua na hakuna mchakato rasmi wa kisheria au kikanuni iliyotangazwa bungeni hadi sasa, uwepo wa wito huu wa wazi kutoka kwa wabunge wa chama tawala dhidi ya kiongozi aliyeko madarakani umezua taharuki na maswali mengi kuhusu hatma ya uongozi mkuu wa taifa. Hali hii imesababisha makanda kadhaa waandamizi, viongozi na wafuasi wa CCM kujitokeza hadharani kumtetea Emmanuel Nchimbi na kukosoa vikali hatua inayochukuliwa na wabunge hao. Upande wa utetezi unaohoji kuwa kampeni zinazoendeshwa dhidi ya makamu wa rais hazina misingi wowote halali inayohusiana na utendaji wa kazi au usimamizi wa majukumu ya kikatiba, bali zinasukumwa na mivutano ya ndani, maslahi binafsi na majaribio ya makundi ya simu kujipanga kimkakati kuelekea mabadiliko ya kisiasa yajayo. Wanatahadharisha kuwa uamuzi wa kuleta mizozo ya namna hii hadharani unahatarisha taswira ya utulivu na mshikamano ambayo CCM imekuwa ikijivunia kwa miaka mingi kama nyenzo kuu ya kushinda uchaguzi na kuongoza dola. Upekee wa mzozo huu unatokana na ukweli kwamba ukosoaji na mashambulizi ya kisiasa yanamlenga kiongozi aliyeketi ofisini, nafasi ambayo ina uzito mkubwa wa kiashiria na kikatiba katika muundo wa mamlaka nchini Tanzania. Wachambuzi wa siasa wanabainisha kuwa mtikizo huu unafichua mivutano ya kina ambayo imekuwa ikiendelea kwa siri chini ya uvungu wa chama kwa muda mrefu bila kuwekwa wazi. Mgongano huu wa mitazamo umegawa duru za kisiasa katika makundi mawili, ambapo upande mmoja unaona mashambulizi hayo
kama tishio kwa usalama wa nchi na utulivu wa chama, wakati upande wa wakosoaji ukishikilia msimamo kuwa viongozi wa umma hawana kinga dhidi ya ukaguzi na wanapaswa kuwajibika wakati wowote wanapokabiliwa na mashtaka ya kiutendaji au uaminifu. Katikati ya mvutano huu, macho na umakini mkubwa wa umma umehamia kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuona ni hatua gani atakazochukua kama mkuu wa nchi na mwenyekiti wa chama cha CCM. Hadi sasa, Rais Samia Suluhu Hassan hajaonyesha nia yoyote hadharani, hajazungumza wala hajatoa ishara ya kuchukua hatua za utekelezaji kwa mapendekezo hayo ya wabunge dhidi ya makamu wake. Sehemu ya wataalamu wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa ukimya wa rais unaweza kuwa ni mkakati wa kuruhusu taratibu za ndani za kinidhamu za chama zishughulikie suala hilo bila kuingiza mamlaka ya urais, wakati wengine wakisisitiza kuwa kauli thabiti na ya haraka kutoka kwake inahitajika ili kutuliza wafuasi na kurejesha taswira ya umoja. Msimamo rasmi kutoka kwa watetezi wa Emmanuel Nchimbi unasisitiza kuwa hakuna thibitisho lolote la kiutendaji linaloweza kuhalalisha shinikizo la kumtaka ajiuzulu au afutwe kazi, wakidai kuwa tathmini ya viongozi inapaswa kuzingatia misingi ya kisheria na utendaji rasmi badala ya hisia na machungu ya makundi ya kisiasa yanayotafuta kujinufaisha. Kwa sasa hakuna mchakato rasmi wa kisheria ulioanzishwa ndani na mamlaka ya bunge au ikulu kwa ajili ya kumwondoa Emmanuel Nchimbi, na anaendelea kutekeleza majukumu yake ya kiofisi kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku wananchi nchini kote wakiendelea kufuatilia kwa ukaribu jinsi taasisi za tawala itakavyomaliza mzozo huu bila kuathiri mwenendo wa shughuli za serikali na maandalizi ya kisiasa yajayo. Je, una mtazamo gani juu ya hatua hii ya wabunge wa CCM kutaka makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ajiuzulu au afutwe kazi na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na madai ya mpasuko wa ndani ya chama? Tuachie maoni yako hapo chini katika uwanja wa comment section ili tujue mtizamo wako na unatusikiliza ukiwa mkoa gani hapa nchini Tanzania au ukiwa taifa gani kama upo nje ya nchi. Hakikisha umesubscribe, kulike na kushare video hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za uchambuzi kila siku pindi zinapowekwa kwenye chaneli yetu. Bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na mwendelezo wa taarifa hizi.